Shalom, shalom, bien-aimés de le Seigneur. Tunawasalimia wote katika jina la Yesu Masiya de Nazareti. Shalom, shalom. We greet you all in the name of Jesus. So, hii ni wakati nzuri, ni kipindi tena kizuri kia kwanza kipindi chetu cha maombi. This is a good time we start our program for prayers. Na kabla ya kwanza tunaukaribisha katika jina la Yesu Kristo. Before we start, we welcome you all in Jesus name. Na tunafurahi sana juu ya presence yenu, tunafurahi sana kwa kuwa tufuata mahali popote mlipo. Mungu amebariki. And we say thank you. We are happy the way you are following us wherever you are. God bless you. Leo ni Vendredi, tulisema tutaendelea kipindi chetu cha maombi. It's Friday, we say that we'll continue to pray. Na ndio pale tena Mungu ametujalia neema siku ya leo. That's why God has granted us this grace today. Na hatuna na muda mrefu hapana. We don't have much time. Lakini tuna quelques minutes ndani ya presence ya Bwana panda hii. We have some few minutes in the presence of God. So ndio kwa maana nakuomba kuya concentrate pamoja nasi. That's why I ask you to be concentrated. Wakati ambapo tuko naingia ndani ya maombi na wewe pia unaomba pamoja nasi. When we are praying and you also pray together with us. So hapana kutuangalia tu ibipite bula pana. Don't just look at us so that the time pass. So presence yetu mahali hapa ni kwamba sema gisu na tuona na kitu fulani kishanje ndani ya maisha yako. Our presence here, it's like the way you are seeing us and something has to change in your life. So atupendi kwamba sema gisile miniti yako ambayo unatufuata yende mubule hapana. We don't want the minutes that you are following to go to for you to waste the minutes that you are following. So problem yetu magharibi leo ni kwamba sema mtu mmoja aone mkono wa Bwana kupitia problem ambapo uko nayo gisu unatufuata kama ulikuwa malaya unapona mjina la Yesu Masihi. Our problem is like the way some people are following us. If they have some problem or they are sick, they have to be healed and get some solution. Kwa sababu kwa imoma kila mtu wote yuko na probleme yake ambayo inamsumbua kwa hiyo wakati. Because this time each and everyone has their problem that is troubling them. Kuna bengine bena probleme ukosa kazi, ukosa masomo, ukosa hata nyumba, kuna probleme mingi sana. They don't have work, they don't have house, they don't have school, a lot of problems. Kuna bengine bena probleme batoto banabanyanganya, bwana na mwacha, bibi anakukimbia kwamba sasa unajikuta kwamba sasa unafika mwisho. Mais presence yetu magharibi leo ni kwamba sisi nikupatie nguvu upate kushimama tena, ujue kwamba sema Mungu yuko nakuona na Mungu anakujua. Yes, there are others, they have problem, the husband, the wife has abandoned them, they have taken away the children. But our presence here, it's to say that God has to do something in your life. Kuna bengine hii wakati unasema, kuna bengine wakati banabafukusha mnyumba na tafasha kulala banakosa, baanza kujiuliza leo tutalala wapi, leo bitakuya je, pasime mwaka ishi tutafanya namna gani. Unajikuta kwamba sema ekonomia kwa ibambe bintu abiendeke kumbele kwamba sema uko chini sana. Kupitia maombi yetu ya siku leo Mungu atakulamusha mjina la Yesu Kristo. Yes, there are other people they have chased them outside the house. Their economic are so low and you are thinking, how am I going to survive till December? But through our presence, God is going to bless you this evening. So ndio kama nakukaribisha katika jina la Yesu Kristo. That's why I welcome you all in Jesus name. Hapana kutufuata tu kama tunafuataka vitu vingine pa rezo sosio. Don't follow us the way you follow things on social media. But follow us through the Holy Spirit. So kabla ya kwanza maombi yetu, before we start our prayer, tutasoma kitabu cha siku leo. We are going to read our verse for today. Tuko na kitabu cha Psalm chapitre 23. We are in the book of Psalms 23. Verset 1 kushuka. Verse 1 going down. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. We are going to read in Jesus name. Sauti nasema hivi. The Bible says, Bwana ni mchungaji wangu. The Lord is my shepherd. Sitapungukiwa na kitu. I shall not want. Ananilalisha katika malisho ya majani mabichi. He lead me in the okay, you just read. Ananiongoza kando ya maji matulivu. Okay? Anarudisha nafsi yangu. Ananiongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Ndiyo, hata nikipita katikati ya bonde la kimvuli cha mauti, sitapungukiwa mabaya. Kwa maana wewe ni pamoja nami. Gongo lako na fimbo lako zinanifariji. Unanitengenezea meza mbele ya adui zangu.
Umenipakalia mafuta kichwani, kikombe changu kinafunika. Hakika wema na rehema zitanifuata siku zote za maisha yangu, na nitakuwa nyumbani mwa Bwana milele. Amen. Amen. Hallelujah. So hii ni verse yetu ya magharibi ya leo. This is our verse for this evening. Sauti ya Mungu inataka kusema kwamba the Bible is telling us Bwana anakuwa mchungaji wetu. The Lord is our shepherd. Bwana anakuwa mchungaji wetu. The Lord is our shepherd. Mpendwa katika Bwana. Beloved in Christ. Kuna wengine baritia tumaini yao ndani ya pesa. There are other people they put their trust in money. Barizani kwamba sema pesa inaweza kabasaidia. They thought that their money is going to keep lakini pesa inamalizikaka. But the money finishes. Kuna wengine wanatia espoir yao ndani ya nyumba. There are other people that put their hope in nyumba inaweza kaanguka. The house can fall. Sauti inaniambia kusema kwamba but the Bible says Bwana ni mchungaji wetu. The Lord is my kama Mungu ametulinda sie, if God keep us, person ule ambaye anaweza katugusa. No one will ever touch us. Jo pale sauti ya Mungu inataka kusema kwamba that's why the Bible says kitu ndani ya mikono ya Mungu, something in the hand of God, hakuna mtu ambaye anaweza kachipokonya. No one can take it away. Mungu ametulinda kuanzia asubuhi. God has keep us from Mungu ametulinda kuanzia panda simeni mjima. From the beginning of the panda week. simeni mjima ulitoka na ulingia. You went away and you come back. Neema ya Mungu, protection ya Mungu ilikuwa juu ya maisha yake. The grace of God and the protection of God was upon Mungu your life. anatuongoza, ametuepusha esprit de mort ilikuwa mbele yetu. God has keep us and removed the spirit of death that was the place in wakati ba enemy bakachimbula makaburi juu ya maisha yetu. When the enemy they dig the wall. Mungu anajibiria ile majimbo alituchimbula juu yetu. But God could cover all those who they made for us. Mungu asikuacha adui afurahi juu ya maisha yetu hapa. God did not let the enemy to rejoice upon our life. Wakati ba enemy banakusanyika juu ya maisha yetu. When the enemies they gather about our life. Mkono ya Bwana ilikuwa pembeni ya maisha yetu. The hand of God was beside our life. Mungu ametutosha fashi ya bantu berkwa malaria bapumujike tena. God has taken us away from the sick people. Ni haimanisha kusema kwamba wewe na mimi tunapita bale bamesha fariki siku leo. It doesn't mean that you and I we are more than those are dead tonight. Kulikuwa bale bantu walikuwa beko naomba sana kupita hata wewe na mimi siku leo. There were that people they are praying a lot more than you. Ukiuliza bulongo siku ya leo. If you ask the soul. Bulongo bumesha meza bantu ba mingi ba kila namuna. It has swallowed all kind of people. Bulongo buna meza wa president de la republique. It has even swallowed the president. Bulongo buna meza wa millionaire. Even the millionaire. Bulongo buna meza ba influencer. Even the influencer. Bulongo buna meza ba pasteur. The pastors. Bulongo buna meza hata mtoto anazarika leo bulongo buna mumeza. Even the child that has been born today. Kama unaangalia mzuri maisha yako. But if you see well your life. Sasa zingine kuomba ni probleme sana. Praying is so hard. Hata kujena ni probleme sana. Maybe fasting is so hard. Mungu anakujalia neema. But God has granted you that grace. Unaanza simene salama na unamaliza salama simene. You started the week well and you finished it. Kwa juu ya nini ukale kimya bila kusema merci kwa Mungu? Why can you keep quiet to say thank you to God? Kwa maana magharibi leo mpendo katika Bwana. That's why this evening. Ninatafuta nikuprepare wengine na maombi. I want to prepare you to enter in prayer. We are entering into prayer. We are going to see the greatness of God that He has done. Tulikuwa bantu wenye kufa. We were dead people. Tulikuwa bantu ya malaria. We were sick. Mungu ametuponya. God has healed us. Pesa ya kabaila hauna nayo. We don't have a lot of money. Sante ya kabaila hauna nayo. You don't even have the good health. Protection ya Mungu juu ya maisha yako. But the protection of God upon your life. Katika Bwana. That's why beloved Jesus, when you are alive, enter in prayer. Shukuru Bwana. Thank God. Sauti nasema nini? The Bible says anatengeneza meza. He prepare a table. Anatengeneza meza. He prepare a table. Kumbele ya ba enemy betu. Before our enemies. Anatengeneza meza. You prepare a table. Ametupakala mafuta. He has anointed us. Hata kama tulikuwa na laana. Even if we were cursed. Hata kama tulikuwa na mikosi. Even if we had some curse. Parapori ya mafuta ametupakala. Through the anointing that He has anointed us. In the book of Isaiah. The Bible says l'esprit de l'Éternel est sur moi. The Spirit of God is on me. It has anointed me. He has anointed me to preach the gospel, to heal the sickness, kutia waliofadhaika nguvu, to
strengthen those who are weak. Anasema kwamba anaprepare meza He kumila said that he prepared a table before our leo uko enemy. mzima siku ya leo. Today you are Unataka alive, kusema kwamba knowing that enemy ya maisha yako the enemies of your life, they are not happy. tukuna ingia ndani ya We maombi. are going to pray. Tunaomba We are magharibi going to leo. pray. Mwambie Mungu merci. Tell God thank you. Hata wakati unaona familia yako ni bajima. When you are seeing your family is alive, Wakati unaona nyumba yako iko salama. when your house you have Ni peace, kumshukuru Bwana. you have to Omba katika jina la Yesu pray Kristo. in Jesus. Baba katika jina la Yesu Masihi, mfalme wa amani, Jehova Jireh, Jehova Shama. Baba katika jina la Yesu Kristo. Baba nakushukuru magharibi ya leo kwa yote ambayo umetutendea siku ya leo. Aina wote walipewa neema kama hii. Aina wote wanapewa kibali kama la hiki Seigneur. Kwa uwezo wa jina la Yesu Masihi. Jina lako libarikiwe Adonai. Jina lako liabudiwe Jehova Jireh. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe unaweza yote. Wewe unaenea yote Seigneur. Baba tunasema merci kwa magharibi ya leo. Asante Mungu wa huruma. Bandale ndi Seigneur. Mpaka leo pandeni. Aina wote wanapewa neema. Kama leo najikuta tena presence yako. Ni njia ya neema yako. Asante Bwana Yesu. Asante mfalme wa vita. Na inua jina lako magharibi ya leo. Na inua jina lako kwa maisha yetu. Ni kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Baba njoo magharibi ya leo. Aina wote wanapewa neema. Nasema merci papa. Jia huyu bado kunanifuata. Nasema merci papa. Jia huyu bado ananifuata. Nasema merci kwa Adonai. Jia huyu kaka Jehova. Nasema merci papa. Kwa kila mtu wote anachukua minute yake. Donc partager hii live. Nasema merci papa. Kwa kila mtu wote ambaye anakuwa na ministeri umetupatia kwa uwezo wa jina la Yesu Masihi. Na inua jina lako. Na inua jina lako mbele ya maisha yetu, mbele ya manyumba yetu. Pokea sifa na heshima. Pokea sifa na heshima. Magharibi leo Adonai kwa uwezo wa jina la Yesu. Sijaona mwingine kama wewe. Sijaona mwingine kama wewe. Asante Bwana Yesu. Asante mfalme wa vita. Na kushukuru magharibi leo kwa kuwa uko na kwa Mungu ndani ya maisha yetu. Nikiona familia yangu mzima, nikiona mtu wangu mzima, mtu wangu ni mzima Seigneur. Ndugu yangu ni mzima. Basi mtu yangu ni mzima. Oh Seigneur Jésus Christ. Oh Adonai Seigneur. Nasema merci Bwana. Nasema merci Jehova kwa mapendo yako kwa maisha yetu. Nasema merci papa kwa huruma wako Adonai. Yule ya maisha yetu. Tulikuwa bantu wenye kufa. Tulikuwa bantu ya malaria. Tulikuwa bantu ambako hatuna espoir. Lakini neema yako Adonai. Yule ya maisha yetu. Merci Adonai. Merci Jehova Jireh. Merci Jehova Shama. Merci Jehova Shama. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Na inua jina lako magharibi leo. Na inua jina lako magharibi leo. Seigneur sois loué. Seigneur sois loué. Kwa neema yako na mapendo yako. Yule ya maisha yetu. Yule ya familia yetu. Seigneur Jésus Christ. Kama ndio mariage yetu iko salama. Nitia neema yako. Kama tunashimama. Nitia neema yako. Seigneur sois loué. 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 Merci papa. Jia maisha huyu mama. Merci papa. Jia maisha huyu kaka. Merci papa. Jia maisha huyu dada. Merci Adonai. Jia neema yako kwa uwezo wa jina la Yesu. Merci Jehova Jireh. Haleluya. Asante Bwana. Asante Jehova Jireh. Asante lelo la kimbilio. Asante kimbilio la walio. Asante Bwana. Kwa maana uona bakia kwa Mungu. Asante Bwana mabwana. Asante Jehova Jireh. Sisi ni wanani magharibi leo. Sisi ni wanani magharibi leo. Kama tumerite neema. Sisi ni wanani magharibi leo. Kama tumepata neema kwa uwezo wa jina la Yesu. Tu es fidèle, tu es incomparable. Tu es fidèle, tu es incomparable kwa uwezo wa jina la Yesu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tulikuwa délaissé neema yako Bwana kwa maisha yetu. Tulikuwa na esclave. Mais Bwana wewe unatulokalize.
katika jina la Yesu. Takulipa nini Bwana kwa matendo makubwa, kwa baraka zako ambao unatenda kwa maisha yetu. Asante wa milele, asante wa milele Bwana. Jina lako libarikiwe, jina lako limidiwe magharibi ya leo, kwa maana wewe ni Bwana, hakuna mwingine kama wewe. Mungu wa mapendo, Mungu wa buluma. Kuna pengine magharibi ya leo beko munyumba bilio, kuna pengine magharibi ya leo beko kwa hospitali, kuna pengine magharibi ya leo banakosa kwa sababu kukimbilia, kuna pengine magharibi ya leo inchi mzima malari na ingia inchi mzima, gere na gere, mvita na mvita. Lakini she Bwana watu protege, unatulinda, umetupatia salama, ni kwa neema yako na buluma Bwana, katika jina la Yesu. Tu es fidèle, tu es incomparable sana wote. Asante Bwana Yesu. Tukulipe nini magharibi leo kama na kusema tu merci? Tukulinganishe na nani Bwana kama na kusema merci? Ni wangapi beko ma hospital mda kama nao? Ni wangapi sai baba beko kwa mamai beko anatafuta fasi ya kusogea maisha yao, lakini she Bwana umetujalia neema katika jina la Yesu. Ni bangapi wakati Bwana banapanda kumilima juu bapate kuzala, lakini she Bwana umetupatia kwa facilite. Kuna bengine wakati Jehova beko na jele banapanda kumilima ndio utafuta mariage, lakini Bwana abariki, tunabariki mariage kwa temple yako. Tukupatie nini magharibi leo? Oh Yesu masi. Kuna bengine wakati Yesu batafuta makazi, batafuta masomo, lakini Bwana angaraki sambapo unabariki huyu mama, unabariki huyu kaka kwa uwezo wa jina la Yesu. Asante Bwana, ni kwa neema yako unaweza yote sana, katika jina la Yesu. Kuonana kwetu magharibi leo haina kawaida pana. Interprete. Yes. Kuonana kwetu magharibi leo haina kawaida pana. Meeting this evening, it's not an habit. Kwa maana Mungu alijua kwamba sema leo itakuwa gisi ilivyo leo. Because God knows that the way to be just the way it is today. Maisha yako yote ni neema ya Bwana. All your life is the grace of God. Kutoka kwako na kuingia kwako inakuwa ni neema ya Bwana. You're going out and you're coming in, it's just the grace of God. Kuna mwingine anatoka tu salama, The other they went just well. ashafika hata mbali hapana. She or she has not even reached Motoka far. inamupunga. He has been crushed by. Maybe anajipuntula. Maybe if he find herself Maybe down. ananguka briske mudusha, ananguka na enda na They kwenda. just fall in the bathroom and that's how they lost their life. Lakini wewe na mimi siku leo But you and I, unatoka gisi unapenda, you went the way you unarudia want. gisi You unapenda, come back the way you na want. Mungu anakulinda. And God is keeping Ni you. kwa neema ya Bwana. It's by the grace of God. Yesu anatupenda sana. God loves us. Tukuendelea na prayer. We are still continuing in prayer. Tutaomba uwezo wa Bwana. We are going to pray for the power of God. Uwezo wa Bwana ipate kututawala magharibi leo. The power of God to dwell in us this evening. Uwezo wa Bwana tupatie force mpya tena. It give us a new power. Kwa maana mwili ambao tuko nayo siku leo The body that we ni have, mwili ambao inajala dhambi. it's full with sin. Mwili ambao kuna matamaa hapa It dunia. has a lot of desire. Mwili ambao haitapake kitu It hapana. doesn't say thank you to anything. Leo mwili takulomba mangua. Today it can ask you Mepasime mwingie. when it's Unasikia night, mwili na kulomba telefona it mpya. asks you a new phone. Pasime mwingie tena. When it's night Unasikia again, mwili nalomba kukula it's chakula. asked again to eat. Mwili haitapake The hapana. body doesn't Mwili appreciate. haitapake It hapana. doesn't appreciate. Mwili haina rekonesa It's hapana. not really grateful. Mmeshaona mtu mzuri sana. I've seen a good people, Mwanamke mzuri a sana. beautiful lady. Akivala periki hapa. If she put on the Unasema wig, huyu alitoka ni kumbigu na you say periki. this one she came from Asia. Ukiona garso anavala costume If hapa. you see a man wearing Unaona a suit, jinsi mabeki la vima you see mcostume. the way the master Unasema huyu is mwanaume You huyu say this man, alitoka na bilari yake he kumbingu. come out from heaven with this Wakati ule mtu muscle. malari namupata. But when that person Kuko becomes, mwanamke ni mzuri sana. when the beautiful lady, Wakati ile malari namupata when hivi. that sickness finds her, Asitaelewa hata jinsi periki inatoka. she can't even understand how she's going to reach the queen. Asitaelewa ni fasuka na maana anajikolea mmangua. She won't understand how she pee on herself. Lakini mwili ambao tuko nayo But the body that ni we mwili have iko dhaifu is sana. very weak. Ni mwili iko dhaifu It's sana. very weak. Mais à partir de Saint-Esprit, Through the
Holy Spirit, ya roho ya through Bwana, the Holy Spirit of God, atakupatia force it's going to give you power. atakurevele It's mambo going to makubwa. reveal you the great Yesu things. anasema kwamba Jesus said, sitamwacha I wayatima, won't leave you as orphans. sitamwacha peke yenu I hapa. won't leave you alone. Tamituma msaidizi I'm going to send you a amba helper atakuwa ndani mwenu, that is going to be in you, amba atamiongoza, that is going to lead you. amba atamiongoza. It will lead you. Ni Mkristo kani ule ambaye Who is that Christian? ashiko na amri ya kuhitaji Saint It Esprit. doesn't have the desire to ask the Holy Spirit. Mkristo wa kweli A true ni Christian ule kunatembea na presence ya is Bwana. the one that is working with the presence of God. Bakristo ba mingi siku ya leo A lot of Christians today, tunapunguza puissance ya Saint Esprit, we have reduced the power of Holy Spirit. atutembee na presence ya Bwana. We are not working in the presence of Si kwa God. la presence ya Bwana. What is the presence of God? Presence ya Bwana ni kusema kwamba It says kutembea ndani ya sainteté, to walk in holiness, kutembea na ndani ya mapenzi ya to Bwana. walk in sanctification and the Wakati will of roho ya God. Bwana itakuwa ndani mwetu, When the Spirit of God is going to be in us, atatuonesha kazi ya Bwana, it's going to show us the way of atatuonesha God. faso ya It kuongea. will show you us how to speak. Mkristo ule ambaye ashita na roho ya Bwana A Christian without the Holy atakuwa Spirit, Mkristo wa kubabaika tu wa baba there will be baba. a Christian that is murmuring. Utaona Mkristo mzima You are going to see a wa kusema Christian sema sana, just talking. Mkristo wa mzima A real Christian eko kabwabwa is sana. just talking too much. Mkristo mzima A Christian anakuwa premier mbusutwa. is the first one to go. Mkristo mzima A Christian anakuwa wa kwanza ni ndumba mkubwa is sana. the first one to be a prostitute. Mkristo mzima A Christian haiko capable ya kwenda kukamata dawa. is able to go and get the chance. Mkristo mzima A Christian haiko capable ya kwenda kalabisha ndoa ya is mwenzake. very able and capable to destroy Mkristo someone's mzima marriage. A Christian haiko capable ya kwenda kabamba dawa. is ready and able to go and get the Mkristo ule chance. ambeko na roho ya Mungu But a Christian who has the Spirit of God, asitafanya mambo kufuatana na mwili yake he hapana. wants to do the things according to their Kwa body. sababu anasema kusema kwamba Because he says, mie niko tu envelope ya I'm Biblia. just an envelope. Niko mtu ambaye niko na charge ndani mwangu. I have a lot of things in Charge me. ambapo niko nayo The charge that I inakuwa ni have, Saint it's Esprit. the Holy Spirit. Sitembeake bula I pana. don't walk alone. Sisemake bula I pana. don't speak Saint alone. Esprit ndani It's mwangu the Holy Spirit in me. atafanya kwamba sema niongee. It's the one that is going to make me Na to speak. wakati ambapo utaongea When I'm going to speak, utaongea vitu vya maana you are sana. going to speak the things that is important. Utahubiri vitu vya maana sana. You are going to preach important things. Kwa sababu roho ya Mungu iko ndani mwetu. Because the Holy Spirit is in us. Mpendwa katika Bwana, Beloved in Christ. ile ambaye anakupatia force ya kuomba The things that is going to give you the strength to inakuwa ni pray. Saint Esprit. It's the Holy Spirit. Inakuwa ni Saint It's the Esprit. Holy Spirit. Ule ambaye anakupatia swata ya kusoma sauti ya Bwana The things that is going to give you the desire to read the word of God. inakuwa ni Saint It's Esprit. the Holy Spirit. Saint Esprit analetaka mapendo. Holy Spirit brings love. Saint Esprit analetaka harmonie. Holy Spirit Oh. brings that peace of Saint mind. Esprit analetaka mapatanisho katikati ya It watu. brings peace in people. Saint Esprit anakuwa mtu ambaye consolateur. Holy Spirit, it comforts. Wakati unasikia umeshachoka sana, When you feel like you are tired, wakati ule Mungu iko ndani mwako, when the Holy Spirit is in you, anakupatia force it mpya, will strengthen you. unasimama tena You imara. are going to stand again. Wakati roho yangu inakuwa ndani mwetu, When the Holy Spirit is in hata you, uliplanifie even if you ya plan kwenda mubar, to go in the nightclub wende ukakune mampombe. so that you can go and drink, Wakati roho ya Mungu inakuwa ndani mwako, when the Holy Spirit is in you, atavunja santima hapa it's dunia, going to kill all the fears of the atavunja santima ya world. It's dhambi. going to kill all the Wakati fears unawaza of kufanya sickness. busharati, When you are thinking of roho ya Mungu getting, inakuwa ndani mwako, the Holy Spirit iko na in you, kurapele, it's going to remind iko na you. kurapele, It's going to remind iko na you. kurapele It's going to remind kwamba you. sema Saying that hauna mpagano you are hapana. not a pagan. Uko serviteur You wa are a Mungu, servant of uko God. mtoto wa You Mungu. are a child of God. Haleluya. Amen. Nasemaka kila siku, nasemaka kila siku, I say every day, Saint Esprit anakuja kama vile gari. Holy Spirit is like a vehicle. Hawezi katembesha gari ile ambayo haiko na frein hapana. You can't drive a vehicle without a brake.
Hauwezi katembesha gari bila matorsha hapana. You can't drive a vehicle without the torch. Kwa sababu kama tembesha gari bila frame, When you are driving without the brake, utakusema kama utafanya you are accident. going to do an accident. Utafanya You accident. are going to do an Kwa accident sababu moto kama unatembesha because the car that you are driving, haiko na frame it hapana. doesn't have brake. Roho Mtakatifu The Holy Spirit anakuja kama frame maisha is mwetu. like a brake in our Roho life. Mtakatifu Holy Spirit, anakuja torche maisha it's mwetu. like the light in our life. Tuko obligé It's a must ya kualika presence ya to Bwana. ask the presence of God Atenda na mariage, in our marriage, atenda na familia even yako, in the family. ili tafanya kusema kwamba The things that is going to do, mapendo ante wewe na bibi yako love between you and your irudie husband, salama. to come back. Inakuwa ni Saint It's Esprit. the Holy Spirit. Wakati unawaza ufanyishe mke wako kibaya, When you are thinking of doing bad things to your wife, Roho Mtakatifu atakurapele. the Holy Spirit is going to remind you. Wakati ambao unatafuta kufanyisha bwana yako kitu kibaya, When you want to do bad things to your husband, Roho Mtakatifu the atakurapele Holy Spirit is going to kwamba remind sema you, uko mtoto wa Mungu. saying that you are a child of Wewe God. mtoto wa Mungu You child of God. hauko pale ndio kusema kwamba You are not there saying that ukamate bwana yako to take your husband, ukampeleke kusocial, to take him to the social, ukamkamate bwana yako to take your umpeleke husband, kupolisi. to take him to police. Inakuwa ni manga Saint It's Esprit the lack of Holy kwa Spirit. sababu mandoa. Oh my God, oh hallelujah, Amen. merci Seigneur Jesus Christ. Munajua kusema kwamba You know that bantu ba mingi siku ya leo a lot of people today, banapata probleme they sana, have problems. manke ya Saint Esprit, Lack of Holy Spirit. manke ya Saint Esprit. Lack of Holy Spirit. Mungu anaweza na kuita, God can call you. Mungu anaweza na kuita, God can call you. inapaswa mwambie Baba, You have to tell God, nahitaji presence I need yako. your presence. Gedeon, Gideon, Gedeon akamwambia he Baba, told the Father, usiende mbali na mimi, don't go away from usiende me. mbali na mimi, Don't go far from usiende me. mbali na mimi. Don't go far from me. Haleluya, Amen. kuya karibu na mie, Be beside kuya me. karibu na mie. Be near me. Naomba presence I need yako, your presence. ta presence, I need your ça me presence. suffit. Your presence is enough to Kama us. unapenda uendelee mbali If you want to go far mukazi ya in the Mungu, wake of God, tunahitaji Saint we need Esprit, the Holy Spirit. tunahitaji uwezo wa We Bwana. need the Holy Kama Spirit. unapenda udevelope If you want to kapasite develop ya kuingiza na priere, the capacity of prayer, Saint Esprit iko pale, the Holy Spirit is there. atakuongoza It's going to lead katika jina la in Yesu. Jesus' name. Kisi mimi nasema The way of saying, najua kwamba sema deja unaomba deja. I know you have prayed already the prayer. Haleluya. Amen. Parce que la Saint Esprit Because the Holy inakuya source yetu, it's our source. inakuya montere It's yetu. our Nataka generation. kwenda kusema I kwamba want to tell you ni that afadhali ukose pesa, it's better you don't have ni money. afadhali ukose It's bibi, better you don't have ni a wife. afadhali ukose ndoa, It's better you don't have ni marriage. afadhali ukose kazi. It's better you Na don't have money. usikose Saint But you Esprit. don't have to lack Jene mwenzangu, Use my jene friend. mwenzangu, Use friend of mine. hitaji roho ya Bwana, Call the Holy omba Spirit. roho ya Mungu Pray the Spirit of ikutawale God maisha to yako, grow in your life. itawale maisha To yako, grow in your life. itawale maisha To yako. grow in your life. Bajene bamingi A siku ya lot leo of youth today, banajaziwa na roho they ya are dunia, filled with the Spirit of the banajaziwa world. na roho ya They dunia, are filled with the world banajaziwa spirit. na tamaa ya They dunia. are filled with the lust of the world. Roho Mtakatifu yuko kiloko The sana. Holy Spirit is fueling them. Naomba magharibi ya leo, I pray this in kila mtu wote ananifuata magharibi ya leo, everyone who is following. acha presence ya Bwana Let ikufikie the mjina la presence Yesu. of God to be Acha upon your presence life. ya Bwana ikuyaje Let mjina la your Yesu. presence, the presence of God Bile to ulikuwa fill you. The haviwezekane, things that were not acha going. roho ya Bwana kupatie Let the nani. Holy Spirit give Acha roho ya Bwana you. Let kufungule. the Holy Spirit Ulikuwa one na zawadi ya kwanza you kuona, had a gift to ulikuwa see. na zawadi ya You kutabiri, had a gift to pray. lakini utabiri But you tena, are not prophesying lakini again. auone You tena. are not seeing Acha roho ya again. Bwana Let the Holy Spirit ifungule macho ya to kiroho. open your spiritual Acha roho ya eyes. Bwana Let the Holy Spirit ifungule zawadi yako open your gift katika jina la in Yesu. Jesus' name. Acha roho ya Bwana Let the Holy irudishe Spirit mapendo to take back the ndani ya maisha love yako. in your life. Acha roho ya Let Bwana the Holy Spirit irudishe mapendo to take the ndani ya love mariaji in yako. your marriage. Acha roho ya Bwana Let the Spirit of irudishe God mapendo take back ndani the ya familia life yako in your kwa family. uwezo wa jina la Yesu, Jesus' kwa name. uwezo wa jina la In Yesu. Jesus' Kama name. ulikuwa umesharudia If nyuma, you were kama backslide, ulikuwa umesharudia nyuma, if you backslide, presence ya Bwana let the presence of God ikulokalize to locate katika you. jina la In Yesu, Jesus' name. katika jina la In Yesu, Jesus' name. katika jina la In Yesu. Jesus' name. Hosana, hosana. Haleluya. Mungu atubariki sana. Tunaendelea tena.
dans la prière. Yes. Ili requête ya mwisho. This is our last request. Hallelujah. Amen. Kwa sababu siku yote ambapo tukunaomba, Every day that we are praying, Shetani naye pia eko na tia ma strategy yake. the devil also, they have their strategy. kwa sababu shetani asipendake wewe endelee. Because the devil doesn't want you to go. Hata wakati unanifuata magharibi leo, Even when you are following, shetani asipendi unifuata hapana. the devil doesn't want you to follow. Shetani yuko anapenda upige sambla. He wants you to ignore. Na ukiangalia mzuri, But if you look at kuna vitu fulani there are some things abiendeke mu maisha it's mwako. not going well in your life. Kuna vitu fulani There are some things auone clear you are hapa. not seeing clear in Iko your life. mdomeni ya kazi yako, In your work, iko mdomeni ya vitu in vyote, every dimension, auone clear you are hapa. not seeing clear. Shetani kuna planifie The devil is planning akushushe to chini, take you down, ashushe onere yako. to take down your honor. Wakati umeshalala, When you are sleeping, shetani asilala pana, the devil doesn't sleep. iko na planifie He's planning ma strategy strategy ya kuangusha familia yako, to take off your family, kuangusha nyumba yako. to take off your house. Wakati nilikuwa mchana, During the day, nilikuwa esprit fulani kwa niambia ndani mwangu the certain spirit was telling kwamba sasa inapasha kuombea mafamilia, we have to pray for the family. inapasha kuombea familia, We have to pray for family. kwa sababu shetani Because the devil eko na planifie is planning kutia desordre, to put disorder, kutia kwamba sema mapendo ikose mafamilia. to remove the love in the family. Unaona mkubwa na dada abapatana You pale, see brothers and sisters, they are unaona not in one accord. mama na mtoto abapatana pale. Mother and children, they are not in one Shetani eko accord. na profite The devil is taking advantage kualabisha familia, to destroy the family, kualabisha kwamba sema mapendo isikwenda na familia, to destroy so that the love won't kwa be in the sababu family. mapendo kama inakosa mfamilia, If there's no love in the family, shetani anapata nafasi ya kualabisha mara the moja. devil will take place. So kulikuwa esprit kwa niambia kusema, There was a anasema spirit telling me that inapasha kuombea we mafamilia, have to pray for the family. inapasha kuombea We mafamilia, have to pray for the kistuma family. familia ya Europe, Especially the family kistu that familia are ya living, Europe, the families that live in mafamilia ya mabulaya, the family that live in inapasha Israel. kuombea We have sana, to pray for them. inapasha kuombea We sana. have to pray. Unakuta mafamilia You find the family, iko na labika it's been destroyed parapora kintu kidogo sana, because of the parapora little things, kintu kidogo sana. because of some little Unaona things. familia You mzima are going to see the mariage inalabika when the marriage is parapora destroyed ya $1000, because of thousands, parapora ya $1000. because of thousands of Imagine dollars. mpendo katika Bwana, Imagine $1000 inalabisha $1,000. ndoa ya bantu, It's destroying someone. $1000 inavunja connection ya mama na mtoto, It's breaking the connection between mother and children. kwa sababu shetani kuna multiplier ma strategie yake ndio kuvunja maisha ya bantu bashendele kumbele tena. Because the devil is multiplying the strategy to destroy the life of na people. deklare mu jina la I Yesu Kristo, declare in Jesus' na name. deklare mu jina la I Yesu declare in Masihi, Jesus' mapla yote shetani All the plans the devil alikuwa planning amesha planifie that he has juu planned ya maisha yako, upon your juu life, ya familia yako, upon your juu family, ya matoto yako, upon your juu children, ya masomo yako, upon your na education. deklare mu I jina la declare in Yesu, Jesus' mapla name. yote ya All giza the evil iko nile sans effet, aikwe baloja familia, even the devil of your ikwe family, baloja pays the witch of this ya country, kache unaikala, the city that you ya are living barafiki, in, for in the ya favor, entourage, where you are niko na surrounded. ibloke mu We jina la block Yesu, it in Jesus' na ibloke name. mu jina la We Yesu, block it in Jesus' katika name. jina la Yesu In Masihi, Jesus' buloji bote ambapo Every uko witchcraft na inuka nja familia that is yako, standing upon the buloji family, bote ambaye every evil uko na lamuka nja that familia is yako, standing for na the family, vikalisha kimya put it down in katika Jesus' jina la name. Yesu. Esprit de mort, Spirit of death, esprit de mort spirit of ambaye death, napenda kunamuka that is you want juu to ya huyu stand papa, upon this juu ya huyu mama, upon this juu ya huyu mother, kaka, upon this juu ya huyu brother, dada, sister. katika jina la Yesu, Jesus' na name. bloke mu jina la We Yesu, break it na up. bloke mu We jina la block Yesu, it in mila Jesus' Jericho, name. All the
iko wall na of nguka Jericho is going to fall. katika jina la Yesu. In Jesus' Na name. implore fire. I call Na fire. implore fire. In Jesus' Na name. implore fire. I implore Na fire. implore fire. Fire in Na Jesus' implore name. fire. Fire Na to implore fire. Fire in Na Jesus' implore name. fire. Fire Na in implore Jesus' fire. name. Na Fire in implore Jesus' fire. name. Na implore In fire. Jesus' Katika name. jina la Yesu. In Jesus' Misio name. yote ya giza. All the plan Moto ya Bwana of ilungushi yote ya giza. katika jina la Yesu. In Jesus' name. Na kondane. I condemn. Na kondane. I condemn. Mtu wote Every ambaye person atasema is going to say jina yako your name mufaso mubaya in a bad way. banga imupengame katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wote ambaye Every person atasema that misemo is mibaya going to say juu ya bad watoto way yako, upon your juu ya children, kazi yako, upon your way, banga imupengame that's the joy to mu jina la Yesu in Kristo. Jesus' name. Mtu wote ambaye Every person atangalia mambo that is mubaya going to see juu ya bad familia eyes yako, upon your juu ya family, kazi yako, upon juu ya your watoto labor, yako, upon your macho children, imutoboke we mu destroy jina la their Yesu eyes. Kristo. In Mu Jesus' jina la Yesu name. In Kristo. Jesus' Neema ya name. Bwana, The grace of God, presence ya the Bwana, presence of God, ushiriki wa Roho ya Bwana and the Holy katika Spirit. jina la Yesu In Jesus' inyakompanye Let it katika jina la cover Yesu. our life. Tunaomba na kuamini, We pray. kuomba ni Jesus' kwetu Yes. na ule mara tena ni Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tunakaomba hii weekend Amen. ndani ya mikono ya Bwana. We leave this Mungu weekend in akulinde, God's hands. In God's hands. Mungu akulinde, God protect you. jinsi utatoka The way you are going to go. na jinsi utaingia And tena. the way you are going to Mungu come back. akuprotege. Let God Na protect you. dimanche tutaonana And tena. the Sunday when we are going Mungu to meet, akuprotege. God protects you. Katika jina la Yesu. Jesus' Mapla name. yote giza All the evil haina plans, nafasi. we break it. Usiogope hapana. Don't be afraid. Neema Bwana The grace of iko na God wewe. is with you. Kama ulikuwa ulale, If you are not lala mu sleeping, jina la Yesu. sleep well Kama in ulikuwa Jesus' hauna na name. nguvu, If you are not, you pokea do nguvu not jina la have power, Yesu. receive the power in Hata stress Jesus' ishuke name. We reduce the stress in you. katika jina la Yesu In Kristo. Jesus' name. Amen. Amen. Mungu atubariki sana God bless you. katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na tunabarikiwa sana magharibi ya We leo. are blessed this evening. Nilisema mercredi, I say on Thursday, Wednesday. mercredi ilikuwa ni kuomba, Wednesday it was praying. leo vendredi ni kuomba, Today is praying. tutamalizia tena We dimanche. are going to continue Juu ya Sunday kishina kitu kama tuko nacho, about the theme that we have. kita kondane. Who has condemned Ni you? kishina kizuri sana mpendwa. It's a very good Ni theme. kishina kizuri It's sana. a very good theme. Kita kondane. Who has condemned you? Kita kondane. Who has condemned Ule you? wote alikukondane, Whoever has condemned atalibere you maisha is yako. going to set free your Kuya life. dimanche, Come Sunday, kuya dimanche, come Sunday, ufuate tena kipindi cha maombi. so that you follow the prayer. Mungu akubariki sana God bless you. katika jina la Yesu. In Jesus' Merci kwa bantu bote barisabone Thank you to everyone kusiti ya YouTube yetu. to our YouTube. Mungu anibariki sana. God bless you. Kwa bale bote na partager ma live, Mungu anibariki Whoever is sharing the life. katika God bless you. jina la Yesu Kristo. In Jesus' Na name. bale bote beo na komante, Mungu anibariki. And whoever is commenting, God bless you. Nimeona kunani ku TikTok I saw on TikTok. kwamba sema comment ya mingi sana watu mfiglande vas watu mfiglande Afrika bila kumbera kumaanisha sana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa sababu ninaomba sema mnatupenda sana Finland, niko reconnaissant, merci sana wandugu wangu wa Finland. Mungu awabariki sana. God bless you. Na bantu wa Afrika, African people, Mungu the people awabariki. that are in Africa, we've seen that you are following, you are putting your comment or amen. So God bless you. Continue supporting the work of God. Merci beaucoup. Tunawatakia Mungu amilinde, bale beko busiku, Mungu amilinde, bale beko mchana, Mungu amprotege katika jina la Yesu Kristo. Merci. Bye bye. Shalom. Shalom.